babako tu Mr. Raymond nilikuwa nimekaa hapa. Anaongeleshwa nani? Wewe nani? Wala kulia. Wala kulia. Samahani, sitaki niache. Kinachowafanya mnapigana hapa ndani kitu gani? Mama ananipiga. Kwa hiyo hicho ndo kilichokuleta humu ndani, si ndio? Wewe umekuja humu ndani kupiga watoto wa watu, umekuja kufanya kazi. Fanya kazi mama. Nisikilize. Mama kaniumia. Huyo uliyempiga, huyu hapa ni kwake. Alafu wewe ni msichana wa kazi tu na utabaki kuwa mfanya kazi tu maisha yako yote. Mama nisamee, kesho mimi ndo kanianza. Usibebee majukumu mkononi kupiga watoto wa watu. Sijui unanielewa? Tena ukome. Nisikilize wewe. Ukirudia tena nitakachokufanya. Nitakunyonga wewe hivi vichapo vyako hivi nitakuja nikuue. Mungu wa wewe. Inuka mama. Inuka mama. Pole. Mama naumia. Pole. Karibu basi. Asante. Mbona umeshtuka? Sitarajia ujio wako. Hivi kwa nini unapenda kujitesa? Ndani kuna gesi, kuna umeme. Lakini wewe nacho nishangaza, unapenda kupikia mkaa. Kwa nini? Nimezoea basi. Kweli? Lakini hata hivyo chakula unachopika ni kitamu sana. Yaani nafurahia na enjoy. Kiukweli nafurahishwa sana na uwepo wako hapa nyumbani. Asante. Sasa naomba ufumbe macho kidogo. Fumba macho. Kwa nini basi? Fumba macho hivi, kuna kitu nataka nikuoneshe. Fumba hivi. Wow. Usiniangalie. Mbona umekasirika? Basi sitaki. Usinune bwana, hebu tabasamu. Mimi nifanya kazi yako tu. Sawa. Basi haina shida, nilikuwa nakutania. Na wewe utania, tabasamu kidogo basi. Sasa nilikuwa nakutania tu. Haendelea kupika, mimi niko ndani.
mama, naondoka tena leo kutafuta maisha. Nimeamka alfajiri, machozi ushoni, nyumba yetu kimya, huzuni moyoni, daftari limefungwa, ndoto zimepotea. Nilitamani shule, la maisha mekataa, viatu vimechaka, njiani natembea, mikono midogo, majukumu kubebea. Miaka 18 lakini nimechoka, utoto wangu masikini umewiba toka. Maisha yangu magumu, sina chaguo, kuingia kwenye majukumu bila nguvu. Namuacha mama akiwa analia, lakini nitarudi nikibeba matumaini. Mama usilie, nitapambana kwa ajili yako, nitaisitiri njaa. Ingawa dunia imeniumiza, bado moyo wangu haujakata tamaa. Spirit revenge ndani ya moyo, maumivu yananifuata kila njia niendayo. Usiku naota maisha mazuri, lakini asubuhi naamka kwenye huzuni. Ninafanya kazi za watu nisichoke, ili siku moja tena shule nirudi nicheke. Nimebeba siri nyingi moyoni mwangu, tabasamu la nje linaficha machozi yangu. Mambo gani ya kuvutana vutana, mwisho wa siku mpaka mkono wangu unaniuma. Hivi wewe, kilichokufanya pale ujisimamishe kumwangalia yule msichana kipi? Yaani umetoka kazini, umeshindwa kuingia chumbani, umejisimamisha pale kumshangaa yule. Kipi cha ajabu kilichokufanya wewe umshangae pale? Feti, mke wangu, niseme mara ngapi? Mama, punguza wivu, utakuja uniumize bure. Mimi nakupenda. Hakuna chochote kwa yule binti. Yule mimi namtazama kama binti yangu wa kazi. Nahamasika namna anavyofanya usafi. Nimetoka kazini, nimeingia na mkuta nafuta meza yangu vizuri, tena anafanya kazi kama anafanya kazi za kwake. Ndio kinachonivutia, si kwa mimi nilikuwa namtazama kwa tamaa hizo tamaa ni wivu zako, yani wivu yako wewe uliokuwa nayo hiyo ndio inayosababisha unione kwamba mimi na tamaa, lakini mimi nakupenda wewe. Yule ni binti wangu wa kazi. Kipindi chenye kidogo sasa. Mke wangu ulivyokuwa mzuri hivyo kweli? Kweli? We, yaani usinidanganye. Mimi sio mtoto mdogo, umenielewa wewe? Afu usinichukulie poa. Wewe unadhani mimi ni kwa sikuoni usoni? Kumwangalia kwa ulikuwa unamwangalia kwa heli wewe. Mke wangu punguza wivu. Mimi nakupenda bwana. Mimi naomba unisamehe tu kama nimekukosea, nimekukwaza, naomba unisamehe. Mimi nakupenda. Usiku analia, roho zinaita, akili kufa lakini si milele.
Alikuwa msichana, ndoto mikononi, maisha yakamgeuka, machozi moyoni. Elimu akaacha, njaa ikamuita, akaenda kutumwita, akiamini kuna kesho njema. Lakini dunia si salama kama alivyoamini. Nyumba ya tajiri ikawa kama kuzimu ndani, kilio chake kilipotea gizani. Hakuna aliyesikia, kilibaki mbali. Walidhani imesha, walizika ukweli, lakini roho haiwezi kufa kwa unyanyasaji. Atarudi kwa kisasi, roho yake haiwezi kulala. Waliomuua watajua, maumivu hayafi, ulipakwa damu. Halo. Vipi hali mwanangu? Marahaba za huko. Mbaya? Mwanangu, hebu nisikilize. Kama mambo yameanza kuwa hivyo, naomba urudi nyumbani haraka sana kabla mambo hajaanza kuwa makubwa. Hata mama, sasa yuko bila kutoa taarifa na kumwaga bosi. Mwanangu, wewe nisikilize. Wewe rudi nyumbani, maana unanipa wasiwasi. Mama, kama bila kutoa taarifa, inaonekana nimekimbia na nimetoka na vitu vya watu nimeiba. Kwa kufanya hivyo. Naomba mkinge mwanangu kwa alipo. Mungu, naomba mnusuru na kila lilokuwa baya. Mwenyezi Mungu, sina mtoto mwingine zaidi ya huyo. Naomba unikingie mwanangu, naomba umlinde. Oh, halo Mr. Raymond. Niambie ndugu yangu. Vipi, kuna deal lolote au? Raymond bwana unazingua. Unajua nini shida iko hapa? Kwamba wewe unashindwa kuelewa kwamba huyo ni mtoto mdogo. Kwa kama ni mtoto mdogo, anatakiwa aende yani step by step. Sasa wewe ukienda haraka haraka sasa wewe mtu mzima unamtekenya mtoto mdogo, lazima atajua tu kwamba huyu libaba hili na kuna kitu linahitaji. Kwa hiyo hivyo vitu unavyovileta kwake yeye vitamfanya kwamba ajisikie vibaya, mwisho wa siku atamwambia mke wako ndani apato kalika hapo. Kwa hiyo mimi cha kushauri, fanya kitu kimoja. Fanya hivi. Mchukue huyo dogo, muandae vizuri. Toka naye kimya kimya, mke wako asijue. Sio jua?
unampeleka guest, mna enjoy vizuri, unamnunulia zawadi, mwisho wa siku analegeza mwenyewe, yani swafi kabisa, wala haina hata haja kutumia nguvu kama hivyo, eti kama mtoto na anampekea. Achekesha. Inasema nini? Haina shida. Kwa ukifuata huo utaratibu, ukifuata hizo mbinu, hakuna mkate mgumu mbele ya chai bwana Raymond. Ila angalia, usije ukakuta kwamba kuna mfuniko ukaja ukaharibu. Hawa watoto wadogo sometimes wanakuwa na mifuniko yao. Kwa hiyo ukikuta kama ana mfuniko na kushauri kwamba endelea kumseti vizuri kidogo kidogo, maana yake huo watoto wenye mifuniko kama hao uaga wana nini, wanakuwa na hofu sana. Kwa hiyo unajikuta upo naye huko faraga, mtoto watu akazimia au akapoteza maisha kabisa. Kwa hiyo cha msingi mweke katika hali ya amani, mwisho wa siku mpaka mnamaliza jambo lenu chapu tu. Vitu kama hivyo bwana, ndugu yangu. Wewe mtu mzima unashindwa kutumia mbinu za kiutu uzima, unamtekenya kama mtoto mdogo, ndugu yangu. Poa, haina noma ise. Poa. Mr. Raymond. Usiku analia, roho zinaita. Habari ya kushinda mke wangu. Feti mke wangu nakusalimia, umeshindaje? Sitaki kusikia nimeshindaje au nimeshindwaje. Raymond, leo nataka jibu hili moja. Kati ya mimi au yule mbwa wako, nani atabaki ndani? Mbwa? Tafuta maisha, nimeamka alfajiri, machozi usoni, nyumba yetu kimya, huzuni moyoni, daftari limefungwa, ndoto zimepotea. Nilitamani shule ila maisha yamekata, viatu vimechaka, njiani natembea, mikono midogo, majukumu kubebea. Miaka 18 lakini nimechoka, utoto wangu maskini umeuiba toka. Maisha yangu magumu, sina chaguo, kuingia kwenye majukumu bila nguvu. Namuacha mama kiwa nalia, lakini nitarudi nikibeba matumaini. Mama usilie, nitapambana kwa ajili yako, naisitiri njaa ingawa dunia imeniumiza, bado moyo wangu haujakata tamaa. Spirit revenge ndani ya moyo, maumivu inanifuata kila njia niendaye. Usiku naota maisha mazuri, lakini asubuhi naamka kwenye huzuni. Ninafanya kazi za watu nisichoke, ili siku moja tena shule nirudi nicheke. Nimebeba siri nyingi moyoni mwangu, tabasamu la nje linaficha machozi yangu. Mama mgonjwa na hata dawa, namuona akiteseka, sina namna. Nikitoka nyumbani moyo unaumia, kila hatua yangu ni vita ya maisha. Mungu unanisikia, mbona mateso haya nipitia? Nilizaliwa maskini sawa, lakini kwa nini huzuni siniache? Mama usilie, nitapambana hata kama dunia itanitesa. Nitatafuta mwanga kwenye giza, mpaka ndoto zangu zirudi kuishi tena. Spirit revenge, roho yangu inaumia, lakini bado napigana.
kwa ajili ya mama.